Waziri wa Maliasili na Utalii wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndugu mdhamini wa taasisi ya Khairat Haj, mwenyekiti wa taasisi ya Khairat Haj, mashekhe mbalimbali kwa nafasi zenu, itifaki inazingatiwa. Ndugu waalikwa wote, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mujaddadan. Mbele yetu tumetakiwa tuzungumzie kuhusiana na maandalizi ya ibada hii ya hija. Tukiwa tunajiandaa na ibada hii ya hija, tunabudi kwanza kustashir ibada yenyewe kwa kuleta talbia. Basi kwa pamoja tuleteni talbia inshallah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ahsantum. Kama ambavyo tunafahamu, kitu chochote kile ili uweze kukielekea na ukifanya kwa ufanisi kinahitaji maandalizi. Vivyo hivyo ibada tukufu kama hii ya hija inahitaji maandalizi. Tena kwa nafasi yake ibada hii ya hija ikiwa kama ni nguzo ya tano ya dini yetu ya Kiislamu, basi inahitaji maandalizi ya kila aina, inahitaji maandalizi anwai. Hivyo maandalizi ya ibada ya hija yanaweza yakagawika katika makundi manne makuu. Ili uweze kuhiji katika namna na utaratibu sahihi unaofaa, basi ni lazima ujiandae katika nyanja hizo nne. Ya kwanza katika hizo ni kujiandaa kiroho. Kujiandaa kiroho pamoja na nia. Ndugu yangu Muislamu, ukiwa ni mwenye kutia nia ya kuelekea nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija, huna budi ujiandae tokea sasa kiroho. Roho yako tayari uielekeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na hivyo uanze kuweka nia madhubuti kwa ajili ya utekelezaji wa ibada hiyo. Hii nia si ya kuhiji kwa maana ya kuhiji tu, bali inatakiwa nia iliyoambatana na ikhlas. Iliyoambatana na ikhlas, yani itakaswe hii nia, sio mujarrad wa nia, bali inapasa itakaswe nia hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na sikutia nia tu kutekeleza ibada ya hija ili urudi hatimaye uitwe alhaj au hajjat. Hiyo itakuwa sio ile nia iliyokusudiwa hapa. Tokea sasa ukiwa unajiandaa kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija, unatakiwa nia yako uitakase kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili tu ya kutekeleza hiyo nguzo ambayo kwako wewe na mimi ni fardhi, ni jambo la lazima. Muda tu ambapo kuwa umepata uwezo kama ambavyo tutauzungumza kwa muhtasari, basi ni kwamba wewe ni wajibu kwako wewe uitekeleze ibada hii ya hija, tena kwa nia khalis. Kwani bila hivyo ibada hiyo hata ukienda na kuitekeleza ikiwa nia haiko safi kwa Allah, basi ibada hiyo inaweza kuondokea patupu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Alhadith. Kwa hiyo kila jambo halisihi, halithibiti isipokuwa kwa nia madhubuti, na kwa kufanya hivyo ndio Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa hayo malipo. Vinginevyo ikiwa tumehiji au tumetekeleza ibada yoyote ile, ikiwa nia si kwa ajili ya Allah, basi Allah hatakuwa tayari kutulipa malipo hayo, na tunaweza tukafika siku ya Kiyama tukidhani kwamba
tuna rundo ya thawabu ya zile ibada tulizozitenda, lakini kumbe ni patupu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapo ndipo Allah atakapotuambia kwamba nendeni kwa wale ambao kuwa mliwatiliania kwenye ibada zenu hizo. Ni nani? Kama ni watu walikuwa wakuone, kumbe ulikuwa unaswali ili uonekane tu, au una hiji ili uje kuitwa haji au hajjat, basi malipo hayo yatakuwa kwa wale ambao kuwa uliwadhania wewe watakuita haji au watakuita msalihina, unaswali na kadhalika. Kwa hiyo nadhani hapa tutapata funzo, si kwa ibada tu ya hija, bali ibada zote tunazozitenda tujitahidi tusitakase nia zetu na tuzikague kila wakati nia hizo. Je, tunazifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Basi tukifanya hivyo ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala atatulipa kwa mujibu wa hizo nia zetu ambazo kwa tumetenda. Kwa hiyo hayo ni miongoni mwa maandalizi ya kiroho, kuzisafisha nia zetu. Lakini vile vile haji, mwenye kuitia nia ya kwenda kuitekeleza ibada hii ya kupasa vile vile ujiandae kwa ajili ya kutaka msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake utubie kwa yale makosa ambayo kwa yamepita, makosa uliyofanya hapo kabla, ujutie, utubie na ujutie na uazimie kutokuyatenda tena makosa hayo kabla hujaondoka hapa Tanzania kwa ajili ya kwenda Maka kuitekeleza ibada hii ya hija, uwe tayari umeshatubia. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo itakuwa tayari wewe unajiandaa kwa ajili ya kutekeleza ibada hii ya hija. Miongoni mwa maandalizi muhimu ya utekelezaji wa ibada hii ya hija ni kuombana msamaha, kusameheana na wale ambao kuwa mmekoseana kwa namna moja au nyingine, kwa kukusudia au kwa kutokukusudia. Basi tunapaswa tuombane msamaha, tusameheane. Na hasa wewe ambaye unataka kuelekea ibada hiyo ya hija, basi ndio uwe wa mwanzo kumwelekea mwenzako kwa kumuomba msamaha pale ambapo unahisi ulimkosa au unakumbuka kwamba uliwahi kumkosea. Basi vyema kumfuata na kumuomba msamaha akusamehe tokea leo, na kwa kufanya hivyo itakuwa ni kweli wewe unajiandaa kwa ajili ya utekelezaji wa ibada hii ya hija. Na utapofika katika maeneo hayo matukufu, na huko utamtaka msamaha Allah subhanahu wa ta'ala kwa yote ambayo umemkosea yeye mwenyewe vile vile na wengine vile vile katika waja wake. Hayo ilikuwa ni miongoni mwa maandalizi ya kiroho. Maandalizi ya aina ya pili ni maandalizi ya kimwili. Maandalizi ya kimwili, ndugu Muislamu, ukiwa umetia nia ya kutekeleza hija, ni lazima ujiandae kimwili vile vile. Ibada ya hija si ibada ya aqwali tu, yani maneno tu, bali ni ibada inayoambatana na matendo mbalimbali na harakati mbalimbali. Harakati nyingine ni kubwa, sio kutoka hapa na hapo tu. Inahitaji kutembea. Katika maeneo mengine unatembea hata kilomita pengine 5 unatembea. Wewe mwili unahitaji mazoezi ya kutosha, unahitaji mazoezi ya kutosha. Hivyo tokea sasa ukiwa umetia nia kwa ajili ya kutekeleza ibada hii, unatakiwa uanze kufanya mazoezi ya kutembea alal aqal kila siku, walau nusu saa moja hivi unatembea, unafanya mazoezi ya kutembea, kwa sababu utaenda kutembea mpaka visugudi hivyo vinaweza ukahisi vinawaka moto na vinatonesa au vinatonesha. Kwa hivyo basi unatakiwa ujiandae kimwili, ufanye mazoezi ili uwe makini, na kwa kufanya hivyo utaikuta ibada yako hiyo ya hija ni inaenda murwa kabisa. Hakuna machofu yale ya ziada ya mwili ambayo yatakupelekea ushindwe kuitekeleza ibada hiyo ya hija. Vinginevyo utakuta mbele yako kuna vidingi katika hali ya utekelezaji wa ibada hii ya hija, ikiwa hukujiandaa kimwili kwa kufanya mazoezi mbalimbali. Mazoezi, ibada ya hija inahitaji usugu wa mwili, hivyo tutafute usugu wa mwili tukia tuko hapa kabla hatujaelekea katika viwanja vya utekelezaji wa ibada hiyo ya hija. Ndugu yangu Muislamu, miongoni mwa maandalizi ya ibada hii ya hija kwa ni muhimu ni maandalizi ya kimali vile vile. Maandalizi ya kimali ambapo bila shaka tunafahamu mali
ambayo itafaa kwa ajili ya utekelezaji wa ibada hii ya hija ni mali iliyo halali, iliyoepukana na kila aina za shubha, iliyoepukana na dhulma, isiwe ya wizi na kadhalika. Kwa hiyo hii ndio mali ambayo inahitajika kwa ajili ya utekelezaji wa ibada hii ya hija. Kwa nini nimetaja mali, sikutaja fedha moja kwa moja? Haina maana kwamba fedha haziingii, la, fedha zinaingia, lakini uwezo wa kimali huu unajumuisha hizo fedha na mali nyingine ambazo kuwa wewe unamiliki mwenye kutiania ibada hii ya hija. Na hapa tunaashiria katika ile dhana ya watu wengi wanaojihisi kwamba pengine hawana uwezo wa utekelezaji wa ibada hii ya hija kwa sababu hawana fedha mkononi. Milioni 18 hawana kwa sasa, na kwa maana hiyo wanasitasita kutiania utekelezaji wa ibada hii ya hija. Hapana, inawezekana wewe hunazo hizo kweli, lakini una viwanja 2 vitatu vya ardhi, au una nyumba 2 3, unamiliki hizo nyumba, ni zako wewe mwenyewe kabisa. Kumbe nyumba moja tu ukiuza utapata fedha za kuelekea hija na nyingine zitabakia, na nyumba zako nyingine ndio unazo hapo zimebakia 2 au pengine moja. Wewe utakuwa kwa wakati huu unao uwezo wa kutekeleza ibada hii ya hija, lakini tu hujajitambua. Hivyo basi unatakiwa ujitambue kwamba ikiwa unamiliki vitu kama hivyo, wewe unao uwezo wa kuitekeleza ibada hii ya hija, na kama hututekeleza bado utakuwa unadhima mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utaenda kujieleza kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini hukuitekeleza nguzo hii. Kwa sababu wewe ulitazamia fedha tu, kumbe fedha unazo lakini umezikalia. Na nadhani hii ndiyo jambo linalopelekea Waislamu wengi Tanzania wakakaa bila kuhiji, hali ya kuwa tunapewa fursa nyingi tu kama nchi. Watu 25,000 kila mwaka Saudi Arabia inaitoa kwa ajili ya Tanzania, lakini hatufiki hata watu 5,000 tunakwenda kila mwaka. Ni msiba. Wakati wenzetu katika nchi nyingine kama Indonesia na nyinginezo wanabook kwa ajili ya utekelezaji wa ibada hizi za hija miaka 10 au 20 kabla, na wameshalipia kamili. Na Malaysia vile vile wameshalipia, anakaa miaka 10 anasubiria zamu tu yaende, hana deni. Lakini sisi tunakaa hapa, fedha tunazo, lakini hatuendi kutekeleza ibada hii ya hija. Wao wamefahamu, na nadhani miongoni mwa nidhamu zao na utaratibu wao, sijui ndani viongozi wapo hapa wa serikali wanaweza wakaangalia fikra hii. Wana utaratibu fulani ambao unatumika tokea mtoto akiwa mdogo anawekewa akiba kidogo kidogo kwenye benki. Tokea akiwa mdogo anawekewa akiba kidogo kidogo mpaka akifikia pale tayari anazo fedha za kwenda kuhiji. Na katika mataifa mengine inakuwa huruhusiwi kuoa kama hujahiji kama mwanamume, mpaka ukahiji kwanza ndio baadaye utaoa. Na kwa nini usihiji wakati fedha unazo, umewekewa tokea kidogo kidogo mpaka umefikia wakati wa bale tayari umeshakuwa na uwezo wa kwenda kuhiji? Kwa hiyo nidhamu hizi zinawasaidia kuwa na idadi kubwa ya mahujaji kila mwaka. Kwa na sisi tunaweza kufanya hivyo, ima kuweka kidogo kidogo, kujiwekea hazina kidogo kidogo, au kulipia katika taasisi kidogo kidogo mpaka pale ambapo umefanikisha ukaweza kuitekeleza ibada hii ya hija. Kwa hiyo uwezo huu wa kimali kama tunasema, ima ni pesa taslim cash au mali hizo ambazo kuwa zinaweza zikauzwa na zikawa ni fedha na zikakuruhusu kwenda kuitekeleza ibada hii ya hija. Vinginevyo tutatafuta majibu ya kwenda kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini miongoni mwa maandalizi ambayo yameambatana na mali ni kulipa madeni. Kulipa madeni yale ambayo kuwa wewe unadaiwa. Bila shaka katika miamala yetu, katika jamii zetu, tunakuwa tunakopa na kukopeshana, tunaazimana. Ndiyo kawaida ya maisha yetu na jamii yetu ilivyo. Hivyo ukiwa unajiandaa kwa ajili ya kuitekeleza ibada hii ya hija, unabudi kuangalia kila kipembe, kuangalia nani ananidai, ili uende kuweza kulilipa deni lako hilo. Vinginevyo kama haikuwezekana kulipa hilo deni, basi at least uweze kuzungumza naye na mkubaliane, mridhiane kwamba deni lako hili naweza kulipa inshallah baada ya kurudi hija, na yeye aridhike kwa hilo.
ili awe radhi pale utakapotoka kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada ya hija, hali ya kuwa bado una deni lake. Na kwa kufanya hivyo inakuwa hakuna tatizo lolote, maana yake ameridhika kwamba wewe katekeleza ibada ya hija, ukirudi basi ukipata utaniletea, hapo hapana shida yoyote. Lakini vinginevyo inabidi ulilipe kama hakuridhika. Kwa hivyo maana roho ya kibinadamu inaweza kusema kwamba huyu akapata fedha za kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini mimi namdai milioni 1 tu hajanilipa mpaka hii leo, kwa akasononeka. Hapo ndio itakuwa ni tatizo. Lakini kama yatatimia makubaliano kati yenu, basi kwa wakati huo itakuwa hakuna tatizo lolote, utakwenda kuitekeleza ibada hiyo ya hija. Vinginevyo utatakiwa ulipe hayo madeni kabla ya kuondoka kwa ajili ya utekelezaji wa ibada hiyo ya hija. Lakini miongoni mwa maandalizi ya ibada ya hija, na hasa ikikaribia ibada hiyo ya hija na wewe uko tayari kuondoka kwa ajili ya kutekeleza, ni kuhakikisha kwamba familia yako utakayoiacha hapa umeiacha na masurufu ya kutosha kwa kipindi chote ambacho kwa wewe hupo. Kipindi chote ambacho kwa wewe utakuwa hupo, siku 20, 21, 22 utakazokuweko kule Saudia, basi iwe wao wana masurufu ya kutosha ya kutumia kwa kadri ya hali ambayo inaruhusu. Kwa hiyo jitahidi katika hilo. Si vyema kwa haji kuondoka na akaiacha familia ikawa inapata tabu, inahangaika, na yeye kaenda kutekeleza, au kwa sababu tu kaenda kutekeleza ibada hii ya hija. Kwa hiyo inapasa ajipange vizuri ili hakikishe familia nayo haipati tabu. Katika hali hii kuna hali tofauti zinajitokeza. Mara nyingine umetiania kutekeleza ibada hii ya hija, lakini sio wewe kama wewe ndio ambapo ulikuwa na uwezo wa kuitekeleza hii ibada ya hija. Pengine umetunukiwa tiketi ya kwenda kuitekeleza ibada hiyo ya hija, na mfadhili hakukupa fedha nyingine za kuachia familia. Inatokezea kesi kama hizi. Kwa hiyo ikitokezea kesi kama hii, hapo inakuwa ni dharura, wa inda dharura tartafi'u al-ahkam au turtafa'u al-ahkam. Kwenye dharura hukumu huwa zinaondoka. Ile kwa dharura, fursa ya hija hutoweza kuiwacha, utafanya maarifa mengine ili pembeni, ili uweze kukidhi hapa kwa familia aina, ili uweze kuondoka na roho yako pia ikiwa safi kwa ajili ya kutekeleza ibada hiyo ya hija. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa maandalizi ya ibada hii ya hija, ukiwa wewe unajiandaa kuitekeleza hii ibada ya hija, ibada hii au safari hii ni ndefu kwa kiasi. Imesemwa ni masaa 4 kutoka hapa hadi Saudia, ni masaa 4, lakini ni ndefu. Ni safari yenye misukosuko, yenye mihangaiko makubwa, yenye mchanganyiko wa watu mbalimbali, wenye jinsia mbalimbali, tabia mbalimbali, hata uwezo wa kimwili ni tofauti vile vile. Kuna watu wana vikumbo vikubwa, wanaweza kukupiga pale wakakuangusha. Sisi hatukuzoea hivyo, lakini kuna wengine wamezoea hizo rafurafu kama hizo. Kwa hiyo ni safari ya patapotea kwa namna fulani hivi. Hivyo basi, ukiwa unajiandaa kwa ajili ya kuitekeleza ibada hii ya hija, unabudi kuacha wasia. Unabudi kuacha wasia. Hiyo ni miongoni mwa mambo muhimu sana, na wengi huwa tunaghafilika kuacha wasia. Ni safari kubwa. Tukia hapo, wasia katika Uislamu natakiwa kila ukilala tu wewe wache wasia. Utakulala usilale kabla hujaacha nini? Wasia. Ndipo tulipoongozwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sikwambii ukisafiri safari kama hii ndefu kiibada, basi unatakiwa uache wasia kwa familia yako, na unauandika kabisa wasia wa kisheria ambapo hautakuwa ni wenye kuvuka mipaka ya kisheria bila shaka. Ndugu zangu Waislamu, miongoni mwa maandalizi ya ibada ya hija ni swala zima la elimu. Swala zima la elimu ya kisheria au fiqhi ya hija. Ni ukweli usiopingika kwamba ibada yoyote ile ili uitekeleze, au kazi yoyote ile ili uitekeleze kwa ufanisi na ipasavyo, ni lazima iwe inaongozwa na elimu bila shaka yoyote ile. Sasa sikwambii ibada ni utaratibu wa utekelezaji wa maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni utaratibu maalum ambapo umewekewa taratibu hizo maalum vile vile katika utekelezaji wa ibada. Kwa hiyo ni lazima uwe na elimu nayo. Mara nyingi tumezoea kutekeleza ibada hizi mbalimbali kwa mazoea. Ni vile tu tulivyosoma chuoni kwa kiasi, lakini vile vile
tulivyosikia katika jamii zetu na kuona pengine kuzoea katika jamii yetu tunatenda hivi, kwa hiyo na sisi tunatenda basi na kujiongeza katika kuitafuta elimu ya ibada ile tunayoitekeleza. Hili ni tatizo kubwa. Hili ni tatizo kubwa. Tukumbuke kwamba ibada ambayo haikufanywa kwa elimu bila shaka itakuwa ni ibada ya kubahatisha na haitofikia kiwango cha ufanisi. Na isipofikia kiwango cha ufanisi, Allah subhanahu wa ta'ala hatoikubali. Kwa nini? Kwa sababu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Mwenyezi Mungu ni mwema, Mwenyezi Mungu ni mzuri, Mwenyezi Mungu mwenyewe ni quality. La yaqbalu illa tayyiban, hakubali isipokuwa kitu kizuri, quality, kilichofanywa kwa ufanisi. Hicho ndicho ambacho kwa atakikubali. Lakini wewe umefanya tu kubahatisha, ikisha unatarajia Allah akulipe. Na hii nadhani hata katika hali zetu za kawaida, maisha yetu ya kawaida, kama mtu tukakupa kazi nilimie hapa na pale, kisha ukalima unavyotaka, huenda ima mkagopana au hata kukwambia mimi sikulipi kwa hivi ulivyofanya. Hatujakubaliana. Kukwambia unilimie wewe umefanya hivi, wewe umefekuza, hawezi kukulipa. Kwa hiyo na Allah subhanahu wa ta'ala, ibada ilikuwa haina kiwango, haikubali. Ni hivyo tunaposoma Qur'an tukufu. Tunaposoma Qur'an tukufu tunakuwa wengi sana tunasoma kwa mazoea tuliposoma chuoni, lakini hatujiendelezi. Kumbe miongoni mwa kazi nzito, kubwa na ngumu kabisa ni usomaji wa Qur'an tukufu. Matini tu, wala hujaingia katika tafsiri. Ile kusoma Qur'an tukufu ni kazi moja ndefu, ni elimu kubwa. Ndio maana kama inasimamiwa kitaaluma hapa, tukasikilizana suratul Fatiha tu, tunaweza tukakoseana makosa hayapungui 200 hapa ndani ya suratul Fatiha, na tunaisoma kila siku tukiswali. Lakini kumbe kuna mambo ya kielimu mengi sana yanatakiwa yachungwe katika usomaji wa Qur'ani. Sisi tumezoea kusoma kwa mazoea. Vivyo hivyo ibada zetu hatuzikagui za sala, tunatakiwa tuzikague kila uchao, tuwe tunazikagua. Unapitia kila hapa tunatakiwa bibi mtume kasemaje kwenye hichi, unaswali kwa uhakika, ikisha tena unamwachia Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah mpende kujitahidi, basi huwa na yeye anafanya nini? Anaweka mkono wake, umejitahidi kwenye mapungufu anakujazia Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu umepitisha jitihada ya hali ya juu. Lakini vinginevyo tutakuwa hatulipi na dharura hatuna mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Uweze kusema ya Allah, mimi nilikuwa sijui kwenye hili, hujui. Alam yatikum nadhir. Sasa nadhir hawa ni wengi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameshaondoka, maulama wapo ndio warithi. Je, umekwenda kwao ukataka ufafanuzi wa hiyo swala au wa ibada hiyo au maelekezo zaidi? Hujaenda, umeridhika na ulichokuwa nacho, matokeo yake Allah hakukubali ibada yako. Kwa hiyo utasikitika na utajuta, majuto wakati huo utakuwa ni mlipu. Kwa hiyo tujitahidini katika hilo. Hivyo basi katika maandalizi ya ibada hii ya hija, tukiwa tunajiandaa kutekeleza ibada hii ya hija, ni lazima elimu. Na elimu ndio hivi leo inazinduliwa hapa, nadhani bango linaonyesha uzinduzi wa semina ya hija au za hija. Utazinduliwa leo hapa inshallah, ibada au mafunzo hayo maalum kwa ajili ya utekelezaji wa ibada ya hija. Na ndugu zangu Waislamu, mafunzo haya ni muhimu mno. Wala usijidanganye kusema sina jua, nimesoma kwenye kitabu. Hapana, innamal ilmu bitta'allum. Kwa hakika elimu ni kwa kufanya nini? Ni kwa kujifunza. Ujifunze, ujifundishe na usikie sauti ya mwalimu, uelekezwe. Wako walio wengi ambao kwa wamesoma hata kwenye fiqh ibada hii ya hija na wanasomesha wanafunzi wao mbalimbali, lakini wamefika katika ardhul waqi kule Makkah wakajikuta wanaongozwa. Hawezi kuongoza, wanaongozwa na hali ya kuwa huko walikuwa wanasomesha darasa mbalimbali za ibada hiyo ya hija. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana yanahitaji uelekezo, yani uyafahamu. Na kwa kuifahamu vyema ibada ya hija, na ambapo ni lazima uifahamu vyema. Na kwa nini usifahamu vyema wakati tokea sasa mapema mafunzo haya ndio yanatarajiwa kuzinduliwa, utaanza kuyapata? Kwa nini usifahamu vyema? Mwaka mzima unajifunza. Kikubwa zaidi ni kuhudhuria katika semina hizo kila zinapoitishwa. Ni kuhudhuria kwenye semina hizo kila zinapoitishwa ili upate mwongozo sahihi. Kwa nini tunasema hivyo? Tunasema hivyo kwa sababu tabia ya ibada hii ya hija, kama ambavyo tumeashiria hapo kabla kwamba ni ibada iliyokusanya watu wote au watu wengi sana kutoka mataifa mbalimbali.
ni ibada yenye vurugu kubwa sana la watu. Hivyo pamoja na kwamba mtatoka hapa na taasisi zenu na mwemvuli wenu na kila kitu chenu, mkaingia haram pale kwa ajili ya kufanya tawafu ala sabili mithali, mnafanya tawafu, lakini vyote vile mlivyojitahidi kupanga na kwamba msikimbiane, mtaachana tu kwa vyote vile, la mahala, mtaachana tu, mtakimbiana. Utajikuta sasa yule kiongozi wako alikuwa akikuongoza yule, utaanza kumuona kwa karibu, hatimaye anachanganyika na wengine, wala humuoni tena, na pengine hata mwenzako mwingine humuoni pale. Sasa mafunzo yale uliyoyapata kwa kipindi chote hiki, hayo ndio yatakokusaidia, kwa sababu wakati ule unajua sasa, mimi hapa sina mwingine wa kunikumbusha katika hili, nitumie elimu yangu ile niliyoipata, nizunguke mizunguko yangu 7 hapa. Baada ya hapa, nikitoka hapa niende wapi, na nikitoka hapo nifanye nini mpaka nikamilishe ibada yangu hii, kwa kuanzia pengine ya umra mko mmeanza nayo. Kwa hiyo itakao kufanya ujiamini na usikatishe ibada yako ukamsubiri shekhe labda mpaka baada ya kurudi hoteli akurejeshe tena kule, ambapo kwa pengine shekhe naye imeshoka, basi ni kwamba ni ile elimu ambayo umeipata hapa katika kuhudhuria kwako semina hizi za hija ambazo kwa leo tunatarajia kuzinduliwa. Vinginevyo itakuwa